name Muchai kwa hiyo shule ya TTI. Na hata nataka kupendekeza bwana governor, barabara moja katika Nakuru, sababu Nakuru town ni headquarter ya Nakuru County. Barabara moja iwe named after Muchai. Barabara moja kama ikiwezekana. Hata Elbagon barabara moja, hata kama ni ile barabara inatokea hapo stage iende hospitali, iwe named after Muchai. Huyu si mtu ambaye unaweza kusahau hivi karibuni. Huwezi kusahau hivi karibuni huyu. Huyu ametujenga kwa mambo ya amani, ametujenga kwa mambo ya maendeleo. Yeye ndiye ali-encourage vijana kwenda wapate loan, wachukue wanunue magari. Huyu ninafananisha na Mwangi ya Equity. Ninafananisha huyu na Mwangi ya Equity. Zamani ungefungua account katika Standard Bank, ilikuwa unahitajika kuwa na 7,000 ndio ufungue account katika Standard Bank hata Barclays. Lakini Equity Bank ilipofika, hata yule mtu anapiga rangi viatu alifungua account na shilingi 100 tu. And see what is happening na Equity. Imeenea katika Central Africa. Kwa hivyo huyu mtu ambaye amelala hapa sio hivyo tu. Nataka kusema kwa vijana ya Muchai, fanyeni bidii. Kuna mmoja ameongea na akasema fanyeni bidii, fuateni nyayo ya baba yenu na msaidie mama yenu na msaidie kijiji, sababu Muchai alipenda watu wote. Hakutaka mambo ya ukabila. Yeye alinisaidia nikiomba hii kiti ya mama county, alisimama na mimi bila kujali mambo mengi. Hata alifika kwangu tukaongea naye mambo ya hii kiti yangu ya mama county. Alinisaidia bila kujali ukabila. Mheshimiwa Raila, unakaribishwa Nakuru. Sisi hatutaki ukabila na hatupendi, na sisi si wa kabila. Unakaribishwa kusunguka. Mimi ni mmoja ambaye nimefanya campaign bwana Mheshimiwa Yamolo, usikaribie. In 2002 I was campaigning for Kibaki. Nilikuwa nikicampaign kwa Kibaki. Imagine, during that time I was campaigning for Kibaki. That was 2002. Alafu 2007 I was campaigning for Raila. I was campaigning for him. He knows. Ngawa tulimaliza campaign hatujayo na nimemuona leo mara ya kwanza. In 2013 nyinyi wote mnaelewa, nilipigia campaign Uhuru na wakiwa na ndugu yake His Excellency the Deputy President. Tulipigia debe, si mnaelewa, tulikuwa Jubilee. Lakini si tukaambiwa hameni kidogo, msonge muende mtoe mjenge nyumba yenu. Hakuna shida. Ninataka kusema hivi, hakuna ukabila Nakuru. And coming, God willing, hii njia ambayo tunaenda sasa, we are almost there. August 2022, you can tell by my colors whom I'm going to support. Sababu hii ni set moja. Nilifanyia Uhuru 2013 na tukaomba Mungu na akapata. Akakuja tena akasema anataka kura tena 2017. Miaka ngapi? Simuseme miaka ngapi? Na huyo ndugu yake ni miaka ngapi? So niko huko 20. So let's pray for one another. Ile kitu tu tunahitaji kufanya ni kuomba Mungu atusaidie. Na tutegemee Mungu kwa kila jambo. Na Mungu atatupatia answer. So Nakuru is very peaceful. Watu ya Nakuru, webuni waone muko. Hatutaki mambo ya vita katika Nakuru. Hatutaki. Mama County ninasema amani milele, milele amani. Mtu yote atakuja hapa kuomba kura, hiyo mambo ya mawe hatutaki hapa Nakuru. Ama ni aje? Hiyo ya mawe totikwenda kana ni atia. Totikwenda Orosho. We are peaceful people na tunataka kuendelea hivyo hivyo. Mungu atusaidie na atubariki katika nchi yetu ya Kenya. Jetawa Liz Chelule Wanjiro. Namba itoa county. Na bado nitatetea hiyo kiti yangu, sijamaliza sababu mambo yangu inaenda na mambo ya amani. Sijamaliza. Togo dia hamwe na inywe. Nengo ukarenge. Twarie. Nengo. Unata mbona msemi unata? Bas. Mungu awabariki sana. For those who are traveling far, muende salama. Bwana Mheshimiwa Ali, hakuna mahali tumekutana mkutano kama viongozi ya Nakuru. Na kwa kusema kweli, mkulima ya viazi wako na shida. Tumepitisha act ya 2019 ya viazi.
lakini implementation ni shida. And because agriculture is a devolved function, tafadhali muone vile mta-implement. Hata kama ni kujengea wakulima cold houses or cold stores in their various villages or in their various wards, ni vizuri ndio wapate kitu. Sisi tuko kwa shida. Hiyo mambo ya mafuta inatakikana kusukishwa. Hatuoni kwa nini watu wanafinywa. Huyu mtu ya Nairobi, huyu kijana wa Nairobi, huyu kijana mrefu ameongea vizuri sana. Vizuri sana. Sisi tuko na shida, mnasikia watu wanauana, wanafanya suicide. Ni kwa sababu ya mashida ambayo wako nayo. Forest ifunguliwe. Wacha miti zinapotea na watu wamelipa pesa. Forest bwana Tobiko, fungulia watu forest. Hiyo miti ambayo unafikiria unaitetea ama unafikiria unaiweka ndio itupatie mvua, zote zimeanguka chini wakati ya mvua. Kuna haja gani siwe wasted? Patia watu wapasue mbao, wakate miti na wapande ingine. Mungu awabariki sana, asante. Asante sana Mheshimiwa Liza Cherule. Na naona kuna my colleagues ambao wametoka kutoka Nairobi, lakini kabla nimuite mama Nairobi, mimi kuna picha naona iko mzuri sana hapo. Unaona venye Mheshimiwa Senator amekaa vizuri hapo na Jacob. Mimi naona ile amani iko katika nchi yetu. Hawa wawili sidhani wangekaa pamoja siku nyingine, lakini wamekaa vizuri. Nimeona wanaongea vizuri na hiyo ndio tunataka kwenda mbele. Na ndio maana tunawaambia nyinyi wananchi ndio wajinga, ndio mnapiga. Pale umeona sisi sote tumekaa kwa jukwaa. Nani amepiga mwingine? Nani ametukana mwingine? Mimi nakaa hapo na Lia nakaa hapo na Susan anakaa hapo na Raila anakaa hapo na Pasaris anakaa hapo na Junet. Tunakaa kwa amani. Lakini nyinyi ndio mnapigana. Tafadhali tujifunze kitu moja kutoka kwa viongozi ambao wamekuja hapa siku ya leo. Mheshimiwa Esther Pasaris, mama Nairobi. Unajua alafu kuna vijana wako hapa nyuma walikuwa wanataka namba yako, lakini nikawaambia siwezi wapatia. Karibu sana mheshimiwa. The Right Honorable Raila Odinga, the Governor Kinyanjui, the Senator of Nakuru, Susan Kihika, my fellow members of Parliament, the family of Kibera Muchai, Mama, my condolences for myself and my county of Nairobi. I'm actually humbled and honored that the Right Honorable Raila Odinga chose me to come here today. Nimefurahi sana kufika hapa leo kuongoleza na familia ya Muchai na pia kukutana na watu wa hii county. Kitu nataka kusema hapa, hatujakuja kupiga siasa na hatutaki siasa mbaya, tunataka siasa ya maendeleo. Kile nataka kusema kwa watu wa Nakuru, saa ile mmoja wenu alikaa hapa akazungumza akasema habari ya Coast General Hospital. Hiyo maendeleo ya Coast General Hospital, hiyo ndio universal health. Na ninataka kuambia wa Kenya, tafadhali kateni hiyo NHIF, mtumie hizi facilities za serikali. Hata mimi saa ile mama yangu akiwa mgonjwa na baba Mombasa, ninaenda Coast General kwa sababu the services and the facilities are very good. Na hiyo tunaweza kupata, hiyo maendeleo tunaweza kupata ni tukiwa na imani. Ya mbele hatuwezi kusema kwa sababu Mungu mwenyewe ndio anajua vile ya mbele itakuwa. Si tulisikia Muchai alizungumza asubuhi saa 2:30 na director wake, akazungumza tena saa 3:30 na saa 4 Mungu akamuita. So hatuwezi kupanga zaidi ya leo. Leo tushukuru Mungu tuko hapa, tumekuja kusimama na familia na tunasema pole sana. Na ninajua baba akiwa hapa amekuja na roho safi. So kuanza kuzungumza historia ambao tunajua tulitetea kama wa Kenya si vizuri. Lazima tuheshimu baba. Kwa sababu baba mwenyewe kumwambia hapa hatutaki mawe itupwe, hiyo ni kukosea baba heshima. Na ukitaka kuheshimiwa kama mtu wa siasa, lazima pia wewe uheshimu wale wazee ambao wamefanya kazi, ambao hata ukiishi miaka 50 juu huwezi kufika pale baba amefika.
Na sitaki kusema zaidi, kitu nataka kusema tunataka elections ya amani na tunataka tukae kama Wakenya wa amani. Shida zenyu ni shida za Wakenya wote. Mushai alianza kama mtu akifanya kazi kwa hardware, akatoka hapo akawa makanga, akatoka hapo akawa fleet owner with Molo Line. Hata kama sikumjua huyo mzee, Molo Line nilisikia na nilijua. Na hiyo kitu ambayo ilimfanya afike hapo ni hard work. Na hard work ukiweka Mungu mbele, ndio kaona hata kuna maaskofu hapa wako na partnership kwa hiyo kampuni. So tufanye kazi na bidii kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote na tukae na amani. Familia nawaambia poleni sana, Mungu awapatie nguvu kwa sababu mnajua mlikaa na Mungu, muendelee hivyo hivyo na ninajua mtapata ile nguvu ambayo sahihi labda hamuna kwa mwili wenu, lakini ninajua hiyo nguvu itakuja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much, Mheshimiwa Esther Muthoni Passaris, County Member of Parliament wa Nairobi County. Ningetaka kurecognize presence ya kijana wetu ambaye anatoka kijiji hiki, Mr. Dan Mwangi ambaye anafanya kazi na State House. Akisimame tu awe tafadhali. Tumpigie makofi kijana wetu Dan Mwangi. Ningetaka pia kurecognize CAS ile kama assistant minister wa kutoka industrialization Honorable Karanja. Tafadhali tumpigie makofi, tumshangilie kwa makofi. Asante sana. Nikiendelea hapo, nimeambiwa na watu wa habari nikisema pale kulikuwa kunanyesha, kwa hivyo wako sikia, so ningetaka kurudia ya kwamba sisi katika Molo constituency na sisi kama Nakuru County, yule ambaye atakuja kuomba kura ya rais asitukombai na watu wa Mount Kenya, kwa sababu watu wa Mount Kenya wanaongea kuhusu kahawa, wanaongea kuhusu majani chai, wanaongea kuhusu miraa. Sisi hatujaiona majani chai, sisi hatujaiona kahawa katika hii area yetu. Sisi tunajua viazi, tunajua mahindi na tunajua misitu yetu ambayo tutakuwa tunahama. So yule ambaye atashikilia hiyo sekta, sisi huyo ndiye tunaunga mkono. Ya pili, mara yote tunapiga kura, lakini ikifika kwa kuunda serikali, we are not considered katika kuunda serikali. Inakuwa wale ambao wanachaguliwa, saa zingine tunapigwa na raia ni kama sisi hatufanye kazi. Kwa sababu tukienda kule kwa national, hakuna mtu wetu ambaye tunaweza sema huyu ni wetu anaweza kutetea. Kwa sababu hawa mawaziri hakuna ambaye anatoka area yetu. Ukiangalia waziri wa barabara anatoka Murang'a. Waziri wa maji anatoka kule Nyandarua. Hakuna ambaye anatoka hapa Nakuru County. So whoever we give our vote to must assure us, sio kura yetu tu kumpea wakati tunapiga kura, lakini kuhakikisha kwamba ametushikilia. Na ya mwisho tukakubaliana na hawa watu this time around wamechoka kubadilisha, wamesema this time around chapati itaiva side yote mbili, kile watasema tano tena ili endeleze hapo pengine, na Mungu awabariki. Ningetaka kuchukua nafasi hii kumkaribisha na kuona mheshimiwa wetu Chief Whip, na Chief Whip wetu naona atanipiga kiboko kwa sababu ni mdosi yangu, so wewe ndio utakaribisha mkubwa yako. Ningetaka kuchukua nafasi hii kumkaribisha wa senator Mheshimiwa Susan Kihika akuje apeana remarks, alafu mtuandikie tafadhali. Karibu sana mheshimiwa wetu Susan. Wapi makofi ya Mheshimiwa Susan Kihika? Asante sana mheshimiwa. Haya. God is good and all the time, and that is his nature. Hata wakati kama huu. The Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga, the Governor, the Women Rep Nakuru, Women Rep Nairobi, the Area MP, Mheshimiwa Whip Junet Mohammed, all my colleagues, I hope I have not left anybody out, Presiding Bishop, and the other Bishop Moirore, I'm sorry, and then Bishop Washira. Thank you so much for being with us, for the sermon, and for everything, and all the clergy that is represented here today. Niseme kwanza pole sana, and the family, first of all, and the family, I'm so sorry. Ya Mama Mushai, your children, brothers na sisters wa Mr. Mushai, na familia wote, na marafiki,
na Elbagon na Molo wote kwa ujumla. God is good once again. Now pia ni kwa huzuni sana na nimeleta pia pole zangu na the county at large as well. Na Mr. Muchai tumekuwa na yeye mara kadhaa. In fact nimekuwa kwa hii familia. Hawawezi zima, tunazetu pia. Msijali, tulia. So tuseme pole sana. Na pia niwaelezee, nitaongea lakini nasikia Junet Mohamed atakuja nyuma yangu, lakini niko pia na message ya kuwasomea kutoka Deputy President William Ruto. Kwa hivyo tutawacha, nitamaliza kuongea, Junet ataongea alafu nitarudi tena. Hapo ni sawa? Thank you very much. So kwanza niseme kwa Mr. Muchai Kipera, hiyo ndio example ile kali sana ya hasla. Ni mwanyita hau? Tondu kaingĩ twĩragwo hasla ni kuga ni muthĩni. Hasla ti kuga ni muthĩni. Hasla ni kuga ni mũndũ wathire cukuru akĩingĩra technical training agĩtuĩka akĩendia hardware store. Akiuma hau agĩtuĩka manamba, na tiguo twerwo. Agĩcoka akiuma hau agĩcokanĩrĩria andũ akĩmarehe hamwe makĩhingũra sako ĩyo ya Molo Line. Na tiguo ũguo athiĩte agĩkaga atĩa? So hasla ni kusema kwenda juu progressively, hiyo bottom up. Kuja igoro uguo ukajia hamwe, na walipoanzisha hiyo sako line, hiyo Molo sako line, akaweza kuemploy a lot of youths. Vijana wengi wakapata kazi na many investors pia wakaweza feed their families. So nataka tu muelewe, when we talk about hustler, that is exactly. Na ndio maana nimeona hiyo, hata nimesoma hiyo story nikaona, my goodness, there is not a better example of a hustler hapa kaunti yetu and in Kenya than hiyo ya Mr. Muchai, from how he has progressed. Na pia niseme, it is also a good example ya vile katika government ya Jubilee kulikuwa na hiyo vision ya technical institutes, the TVETs. Kwa sababu umeona sio lazima mtu aende university ili aweze come up with kuweza kuendesha biashara yake, employ people, to have a successful business, to have a successful home, a successful community member na mambo kama hayo. So with that, it is a great example. Pia kuna kitu kingine moja nimeona muhimu sana, yenye inaoneshana kabisa Mr. Muchai ni mmoja wetu kabisa. Hiyo maneno ya harambe kwa kanisa. Can we give him claps for that, tafadhali? Hiyo imenigusa sana. Nimeona alikuwa mmoja wa wale walijenga kanisa ya AIPCA. And I have also heard he has been very supportive in contributing kwa harambe za kanisa na za community. So in my mind naona hakuna any other example of a Kenyan mwenye tunaweza sema has lived the life ya kusaidia wengine, ameinua familia, ameinua community, ameinua biashara, ameleta soberness katika matatu industry, na pia amejenga kanisa. So may God bless him and may God also give him eternal rest. Pia niseme nishukuru pia the right honorable former prime minister. Niseme kuna kitu moja pia nataka kukushukuru. Nimeona pia umesema katika agenda za 2022 lazima tuongee maneno ya economy. So for that, can you clap for him? He has done very well and he has agreed we must talk about economy. Na ndio mnasikia tukisema hii maneno ya bottom up, na waelezea pia akona yake hata kwa blueprint yake ya youth. Nimeona amerecognize boda as a very important sector. Kwa hivyo naona maneno iko sawa. Si hivyo? Let people compete kwa platform ya vision zao. Ama ni aje wa Kenya? Ni aje watu wa Elbagon, watu wa Molo, Nakuru County in general. Yani tumetoka ile that time ya kusema competition is based on tribe, is based on regions, sijui umetoka wapi, wewe ni tribe gani. Hapana, tuletee your vision, tutaangalia zote and then we shall pick the best. And the best man will win. Si ni hivyo tu? Kwa hivyo pia wacha pia tuache kuuzia watu woga, my friends. Tutia kwenderia ke? Kai kurari otakwina haro. Eko haro. Kada kwina haro goko. Kwina haro goko Elbagon. Rĩu tondũ nĩ twaumire kũu tũtũraga tũgĩcokio na thutha
for peace. And we shall not allow anybody to take us away from peace. But stop selling fear. You are talking like there is imminent war coming. Niye dari go, dio dai kana haudadi kere ya dari watirere. Kainike, karanike itowe. So we are peaceful people. All we want to do ni kuwa na an environment that will enable us kufanya biashara kama wa Kenya. So we are not concerned ati sasa lazima huyu waingie ama huyu waingie ili tuweze kupata peace. Actually, when Uhuru and Ruto walikuja pamoja in 2013, wakaform Jubilee. Walisema hata wacha it is better wa lose viti na wa lose hiyo election ya 2013 but kuwe na peace, and we have sustained and maintained that peace. Now we shall not step away from peace. Hapo ni sawa? Na kama kuna mtu watakuja kuchocheza, tunawaambia kwanza wapeleke mabibi zao na watoto wao wakapigane kabla wakuje kutuambia maneno ya kupigana. So we are peaceful. We are a peaceful sub-county, peaceful ward of Elbagon, of Molo, of Nakuru County, and of Kenya at large and in general. So tuendelee hivyo. So wacha nimalizie hapo for now. Niseme, may the soul of Mr. Muchai rest in eternal peace. May the good Lord grant his family comfort and grace at this difficult time. Na awe pia na wao even going forward. Na nyinyi wote, may the good God bless you and be with you. Nitarudi tena kuwasomea message ya the chief hustler. Thank you very much. Asante sana Honorable Senator Susan Kihika kwa ujumbe wako. Na sasa kabla nimuite our chief pia, kuna condolences ambazo familia mlipewa na watu wa kutoka United States of America, hasa state ya Texas, Dallas, ikiongozwa na Bishop Kingori. Katika wiki mbili zilizopita, na ndio maana sikuweza kuwa na nyinyi katika maombolezi, nilikuwa kule katika kikazi, na hata kuna ile bahasha kidogo waliniambia nilete kwa familia kuambia pole. So poleni sana from the entire diaspora family of Molo constituency, from the United States of America, na hasa kutoka wale wa state ya Texas, ya Dallas kule Texas. Ungechukua nafasi hii kumuita boss wangu katika kule bunge ambaye ni minority whip wetu, ambaye anaitwa Mheshimiwa Junet Mohamed. Tumkaribishe mheshimiwa wetu kwa makofi. Karibu sana mheshimiwa. Familia ya mzee Muchai, askofu na wananchi wa Elbagon na wananchi wa Nakuru kwa ujumla, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi sina mengi la kusema. Kwanza nataka kutoa rambirambi zangu kwa familia ya mzee Muchai. Nataka kusema poleni sana kwa kupoteza shujaa ambaye historia yake imeandikwa vizuri sana, ambaye amebadilisha maisha ya watu wengi, ambaye amekuza biashara mpaka ikakuwa kubwa. Hiyo ni legacy ambayo ni kubwa sana, na ningependa kusema poleni sana. Mungu aweke palipema na Mungu afariji, asimame na familia na mama Muchai. Na tumekuja hapa, jambo la muhimu ambayo imetuleta hapa ni kuja kufariji familia ya mzee Muchai na kusema poleni sana. Tumekuja pamoja na baba. Baba ndio ametuita. Mimi sitaki kudanganya nyinyi ati nilikuwa najua mzee Muchai. Sikuwa najua yeye. Baba ndio alinipigia usiku zima akaniambia kuna mzee mmoja muhimu amefariki, tafadhali twende tumfariji, tuseme pole kwa familia. Tumekuja kwa hiyo. Baada ya hiyo, mimi sina mengi la kusema kwa sababu kwanza nilikuwa nafikiri mvua itaniharibia leo nisiongee na Koro. Kumbe Mungu ni mwema, amesema atawacha mvua haraka ili niseme kitu. Jambo la kwanza nataka kusema ya kwamba vile mmefahamishwa, mimi kwa majina naitwa Junet Mohamed. Mimi ni mbunge wa huko Suna East, huko Migori County. Na mimi kwetu ni huko Mandera. Nimechaguliwa huko Migori. Nimechaguliwa na Wajaluo, sijachaguliwa na Wasomali. Hiyo ndio wale watu ambao wameenda mbali na mambo ya amani. Mimi nasikia watu wanahubiri hapa amani. Amani kubwa iko pale. Mimi nimekuwa kama Muchai councilor, nikakuwa mayor huko miaka 10, nikakuwa bunge miaka 10, hata nikitaka sasa hivi naweza kuwa gavana huko. Nikitaka.
Watu ndio wanaishi pamoja namna hiyo huko. Na wanawacha, tulikuwa watu 8 ambao tunachaguana na wakawacha Wajaluo 7 wakachagua bibi. Hiyo inaonyesha kwanza vile watu wameenda mbali na mambo ya mali. Lakini mimi nimeona sifa ya mzee Muchai. Tena ni mtu ambaye ameanza sifa yake kutoka chini sana, ambaye ameendesha biashara ya juu. Ile kitu sijasikia kila mtu ameambia hapa ya kwamba mzee Muchai amefanya biashara kwa hali ya juu, lakini hajawahi iba kuku ya mtu. Leo sijasikia hiyo. Ati mzee Muchai aliiba kuku ya mtu hapa ndio akakuwa tajiri. Hiyo ndio ile sisi tunapinga. Hatupingi mtu kutoka chini kwenda juu. Hiyo ni mzuri sana, lakini usichukue kuku ya mtu. Fanya biashara mpaka uende wapi? Hiyo ni ujumbe nataka kuacha hapa na kufu. Jambo la pili, ya kwamba sisi kama Wakenya tunataka tukae pamoja kama Wakenya, nchi moja ambayo wanapendana. Kabila zote 46. Tunataka tukae kitu kimoja kama Wakenya. Sisi hatutaki kujishughulisha nani atakuwa kiongozi, nani atakuwa. Hiyo Mungu ndio anajua. Lakini lazima tukae kama Wakenya pamoja. Na sasa kama tunataka tukae kama Wakenya pamoja, lazima tufanye vitu ambayo zitapeleka Kenya mbele. Sisi tunaongozwa kama mrengo wetu na chama changu na baba. Baba ni mtu ambaye ameona mengi. Kwa jana hii wanasiasa sasa hizi wanakuja siku hizi hii ya kama Chinese wanatembea kila pahali. Hii watu original hii ya jamaa. Kwa jana hii kuku ya grade hii ya broilers. Sisi kuna kuku ya kienyeji hapa. Kwa jana hii broilers ndogo ndogo hii wanatembea hapa hii. Ambaye kama umekosa sindano hutawezi kutembea. Msikia hiyo? Sisi tumeona mengi, ndio maana tunataka tulete Wakenya pamoja. Ndio tunataka Kenya ikuwe kitu kimoja. Na mambo ambaye sisi tunashughulika naye saa hii sio mambo ndogo ndogo. Sisi tunataka kushughulika na mambo makubwa. For example, sisi tunataka kujua ugavi ya rasilimali ya nchi itafanyika namna gani. Equitable revenue sharing. Hiyo ndio mambo ambayo tuliweka kwa BBI, ambayo tunataka kila Mkenya apate haki yake. Kama watu ni wengi hapa Nakuru, lazima wapate pesa zaidi kuliko kaunti ambayo haina watu wengi. Hiyo ndio ile kitu sisi tunataka. Sisi tunataka tuongee mambo ya representation. Kama watu wako wengi hapa Nakuru, wapate constituencies nyingi zaidi kuliko pale ambayo iko na watu wachache. Kwa sababu representation ni muhimu ndani ya bunge. Sio vitu ndogo ndogo, jamani. Sisi tunataka tuzungumze juu ya peace and unity. Wakenya kukua pamoja. Sisi tunataka kuongea juu ya gender parity. Wamama wakuwe ndani ya bunge na viongozi wawe viongozi. Sasa kuirudia sisi kwa mambo ya wheelbarrow, sisi mambo ya mkokoteni. Sasa hii ndugu yangu, hata hii ni muhimu. Tunataka kuongea mambo muhimu zaidi. Umesikia hiyo? Haleluya. Haleluya. Kwa kumalizia ndugu yangu, unajua lazima mtu aseme vile yeye anahisi, si namna hiyo? Kama unataka tuendeshe Kenya mbele, tupeleka Kenya mbele, lazima tuongee juu ya mambo muhimu ambayo inahusu Wakenya. Umesikia hiyo? Kwa kumalizia, mimi nimeona watu wakilia hapa, nimeona mbunge analia hapa, anasema sisi kama watu ya hapa hatuko kwa serikali. Serikali yetu watu wametusahau. Mimi naomba sisi ambao tuko wapinzani, tunaomba serikali ikumbuke watu hapa jamii. Kwa sababu serikali inatoka hapa. Serikali ya Jubilee ilitengenezwa hapa Nakuru. Si hawa ndio serikali. Tafadhali kumbukeni watu wenu wako na shida, wako na njaa. Sisi tuendelea kufuga vitu zingine, lakini kumbukeni serikali ya Jubilee, tafadhali kumbuka watu wa Nakuru. Waliwachagua nyinyi. Kwa hiyo machache na mengi, asanteni sana. Mungu awabariki. Tutarudi tena hapa. Sisi tutakuja hapa kuomba kura, usidanganywe na mtu. Tunarudi na tutaomba kura hapa Elbagon, na tutahakikisha ya kwamba rais ya Kenya kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura yenu atakuwa baba. Mungu akubariki. Asanteni sana.
lakini hapo kwa kuku ya kienyeji na kuku ya broiler mimi si kienyeji, mimi si broiler. Mimi ni kienyeji, si ndio? Hata hiyo ya broiler tunahitaji yote. Unajua shida ya kienyeji saa zingine inakuwa sana kabla imachue. Lakini ya broiler within miezi 2-3 mnaanza kula mayai. Sababu namna gani? So lazima tuchanganye broiler na kienyeji ili watu wakule nyama na wakule mayai. Haya. Sasa tafadhali Mheshimiwa Susan somba tribute ya Mheshimiwa Deputy President wetu, alafu baada ya hapo niweze kumwalika His Excellency the Governor. Karibu sana tena. Ne broiler kana ne kienyeji no hii. Ona broiler no kuku. Wewe Junet, hata broiler ni kuku. Bora kuku ama. But anyway, on a serious note, hebu niulize tu Mheshimiwa Junet. Nimesikia amesema maneno ya wheelbarrow. Niulize. Wanapeana machungwa. Wanapeana machungwa. Tuachane na yeye. Kabisa. My point is this. Hata kama simbo ni wheelbarrow, si ni simbo? Sio kusema kwao kwa sababu wao ni machungwa wanapeana machungwa. Kwa hivyo sio kusema tunapeana wheelbarrow. Si ndio hiyo? It is just a symbol. Hapo umeelewa Junet? It is just a symbol. Because I'm sure unaelewa. Ya pili, wewe. Ya pili, Nakuru msidanganywe. Katika sharing of revenue, the proper institution is the Senate of the Republic of Kenya. Na pia wamepatiwa other agencies that guide in that. So it was not safeguarded within the BBI. Second, katika BBI, maneno ya constituencies, nimekuwa nataka kuelezea hapa. Kuna IEBC, na imepewa kazi every 8 to 12 years to review population and boundaries. So hiyo yote pia inaweza fanyika outside of the BBI. So we did not need to go through billions and billions to bring that. And if we are genuine, we can do it without the BBI. Ya mwisho kabla nisome. Mheshimiwa Governor uko hapa. Tumepata very many vaccines, chanjo za corona. Kutoka the UK, kutoka America, na sasa nasikia hata India itatuletea. So we have over 2 million zenye tumeletewa so far. Nataka ni kuombe kama county government, make sure every corner of the hospitals, watu wetu wakitaka kuchukua chanjo waweze kupata. Na nyinyi wananchi tafadhali niwaulize kwa heshima. Please, when the vaccines are available, kila mtu tafadhali achukue. It is the only way we can open this country back up and save ourselves from people dying. Hapo si sawa? Kabisa. Alafu niko hapa from the office of the Deputy President. Mheshimiwa His Excellency William Samoei Ruto. His condolence message for the family of the late David Kibira Muchai. We have lost a diligent and focused figure who flourished in transport sector business. In transport sector business, David Kibira Muchai was a self-starter, steadfast, zealous, and enterprising. He was bold and broke scores of barriers to set strong and high standards in the business world. Mwalimu was visionary and committed person with immense potential to transform the society. He was simply an inspiration to many young and upcoming entrepreneurs. We honor the rich legacy that Muchai leaves behind. He will be missed by all. Our sympathies and prayers are with the Muchai family, their loved ones, and the Mololine fraternity during this very tough time. Rest in peace, Mwalimu, from His Excellency William Ruto, na pia niko na message nyingine yenye nitapatia family. So that is his message, and I will let him know that mumeipokea, I hope.
na nitaipatiana kwa family. So thank you very much. God bless, and as may Mr. Muchai's soul rest in peace. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Susan Kihika wa Senator, na nikiita Mheshimiwa Governor ningetaka kusema tu haya mambo ya hospitali zetu za kaunti yetu. It's good to appreciate ya kwamba ile mradi ulianzisha ya maternity wing ya Nyayo Hospital inaendelea vizuri, na ile outpatient unit ya Molo Sub-County Hospital inaendelea vizuri. Pale nimejenga KMTC na nilikuwa na shida kwa sababu hiyo KMTC hatukuwa tunapewa nursing, but now it's done. So thank you very much. And with this time ningetaka tumkaribishe kwa makofi His Excellency the Governor of Nakuru County, Mheshimiwa Lee Kinyanjui ya kuja kuongelea. Karibu sana Governor. Asante sana. So thank you very much, our area member of parliament, Mheshimiwa Kimani, familia ya marehemu Muchai Kibera, viongozi wale wote wamekuja, na haswa wageni ambao wametoka kutoka mbali na pia wa kitaifa wakiongozwa na baba. Baba has never been to Molo or Nakuru for a meeting like this. So we want to salute you and thank you for being with our community. During their times of sadness, during their times of despair, you are with us. We shall not forget you. Naomba tu kusema kwa kuomboleza ndugu yangu, niseme tutajaribu kuharakisha kwa sababu mvua ndio hii, na pia tuko na lazima tuende kwa shimo kuweza kumzika ndugu yetu. Lakini tu niko na vipindi mara mbili. Kwanza rais ametuma ujumbe wake na nitasoma ujumbe wa rais baadaye, na pia akatuma mchango wake. Rais alikuwa ni rafiki wa kipekee wa Muchai na alisikia shida yake, na aliposikia kwamba kuna bill na mambo kama hayo ametuma 1 million shillings. Na tutakuwa tukifanya hiyo na familia baadaye. Kwa hivyo nikubalie tu nitoe rambirambi yangu. Kwanza niseme kwa sisi watu wa Nakuru, we are very proud of Molo Line. Molo Line is what is our biggest brand here in Nakuru. Over 80% of the people who have come to Nakuru town have come through Molo Line. I personally have used their services for many years. I'm very proud of their professional approach to business, and I'm also very happy that among many transport companies that have started with very good intentions, sometimes they get started and along the way they fail. But this one started in the 80s. And up to today, between Muchai na Mzee Bumasu ambao ndio wanzilishi, I am told we have over 400 vehicles, wanaajiri watu zaidi ya 500 na wanalipa kodi katika hii nchi yetu. And these the people we want. So mimi nataka kusema, na hata nilipokuwa katika shirika la usalama wa barabara NTSA, one of the companies recognized for a safety track record over the years was Molo Line. Kwa sababu hata kabla hatujasema lazima uweke hii safety belt, they were already doing it. Kabla hatujasema madereva waweke uniform, they were already doing it. So we are here to salute you for being an example of a company run between very modest people, and today you are multinational. You are one of the companies we can stand and say we are proud of you. Na kama vile mnajua, every town and every country must showcase what they have produced. One of our most profound products here katika mambo ya chakula, tuko na lamb ambayo inatoka hapa Molo. Inaitwa nini? Molo lamb. Our second brand is a Molo Line transport company. So we are proud of you. And through them, Muchai and Bumasu have taught us you can start from anywhere and also grow. Na mimi nawapatia shukrani sana kwa kazi hiyo, for your resilience and the good work that you have done. And also to confirm that this is a good example to anybody who wants to start business, that you don't need to steal, you don't need to do anything, you can start small and God will bless you. Just have the right principles in business, talk to customer care vile tumeambiwa hapa, na biashara yako itazidi kuendelea mbele. Na mimi ninafurahia kwamba some of our best
companies also from Nakuru, including Nakumatt ilianzia hapa, Naivas ilianzia hapa, hata Tuskys ilianzia hapa kwetu Nakuru. So we are proud to be the home of SMEs, just not here, but also in the whole country. And we want to thank you for that good work. Your Excellency, former Prime Minister, ningetaka tu kusema mambo mawili ya kitaifa ambayo itahitaji pia usaidizi wa kila mtu. Niseme hapa tulikuwa na the timber industry, and Elbagon survived because of the timber industry. Without the timber industry, then Elbagon is a slow or almost dying town. Lakini kama vile tunajua wakati misitu ilikuwa ikifanya kazi hapa, hii shida ya ufisadi itamaliza nchi yetu. Watu walikuwa wakienda wanalipa kwa serikali 5 acres ya miti. Wakikuja hapa because of corruption they take 100 acres. Another one anaenda analipa nusu, akikuja hapa ana clear 100 acres. Today if you fly over here hakuna miti hata kidogo. So even as we talk about many other things, the first thing we must address is corruption. With corruption there is no model that can work here in Kenya. Iwe ni ya kwenda wapi, kutoka wapi, kwenda wapi, basari ya watoto itachukuliwa. Pesa za barabara zitaenda. Pesa za kusaidia wakulima kupeleka fertilizer zitaenda. So the first thing we must address is what? Is what? Hawa watoto wetu tunaambiwa hapa ni maskini hawana ya kufanya. I want to tell you this. When Pyrethrum board was functional in Nakuru, every family here in Nakuru would educate their children up to the university and even masters. They did not require harambes from politicians. Lakini hiyo Pyrethrum board ilianguka. Iliangushwa na nini? Iliangushwa na nini? Sisi ambao tumekuwa huku katika ukulima, KFA was our savior. All the inputs, iwe fertilizer, iwe mbegu, iwe kila kitu, tulikuwa tukienda hapa Nakuru tunapata. Inawekwa kwa account yako, mwisho wa mwaka ukileta mazao, unatolewa ile gharama yote imechukua. Hiyo institution ilikuja chini. What brought that institution down? Corruption. What brought that institution down? Corruption. Sasa tunataka kusema hivi. If you see very many poor people in Kenya, they are victims of institutions that have come down because of corruption. They are institutions that were there to help our farmers. Institutions to help our small and medium enterprises. Mashamba ya research katika hii nchi ambayo ilikuwa hapa huku Njoro na kwingine ya kusaidia research kwa wakulima, hiyo mashamba pia imechukuliwa. Because of what? Corruption. Because of what? Corruption. Kwa hivyo, there is nothing we can address in this country without hitting the bottom line. And anybody who tells us that there can be any change in Kenya without addressing corruption is also taking us on a lie. Because corruption has finished everything. Wakati wetu mtoto alikuwa akimaliza shule, akiitwa shule, anaenda directly huko. Anaitwa directly. But because of corruption, you have children with A and B who are hawkers in town, who have nothing to do. Wengine wanakuwa mpaka hapa Makanga. So, our first agenda and our second agenda and our third agenda is fighting what? Is fighting what? Is fighting corruption. Do not create poverty in our society, make our children poor, and then later become a savior. But you're the creator. If you kill all these institutions, if you kill Pyrethrum, if you kill KFA, if you take all the institutions for research to help us improve our agriculture, itakuwa haja gani sasa kuja kusema tusaidia watoto? We want to help our people through institutional support. Kama ni basari, zifikie watoto maskini. Kama ni nini ya wakulima, ifikie watu ambao wanahitajika. Na mimi naona tukipitia hapo, tutakuwa tumeenda mbele. And I want to thank you for that. Lastly, ningetaka tu kusema kwamba hapa kwetu Nakuru, kama vile mzee Bumasu wa hapa Mololine amesema, sisi viazi yetu inaenda mpaka Kampala. Matatu zetu ziko Kenya yote mzima. Kwa hivyo wakati kuna amani, we are the first beneficiaries. And therefore, wakati kulikuwa na shida Nairobi, kila wakati ni maandamano na mambo ingine, ulikuwa ukisikia viazi yetu haiendi Mombasa, hiyo siku watutuni. Lakini tangu mshikane na rais na mukasalimiana na mukasema there come a time to put the country first, we can sell our potatoes. We can send our matatus across the whole country. Kwa hivyo pia tunasema sisi watu wa Nakuru tuko na nguvu. Umeona mahindi ile iko huku wote na chakula na viazi.
So we don't need handouts. All we need is an environment to sell our food, to do our business, and safety for ourselves and the property that we have here. Kwa hivyo tutakuwa pia tukiomba katika uchaguzi ambao tunaenda, hatutaki tokenism. Tokenism ni kupatia mtu peremende. We are not interested in peremende. Tunataka safety and security to do our business. Tuishi Molo, tuishi Njoro, tuishi Maunaro, wale watu wetu wa Lamu, mpaka Kitale na kila mahali wafanye kazi yao bila kuogopa. Ukitupatia hiyo, we don't need anything else. We don't need anything else. That is all we ask you. Now, Your Excellency, also on behalf of the people of Nakuru, I also want to thank you. Because Rais Uhuru Kenyatta, ingawa anatoka pande ya Gatundu huko Kiambu, sisi tunajua safari yake ya siasa ilianzia hapa Nakuru. Na wakati wale tulichagua waende wakamsaidie walipokuwa waasi, ulikuja na ukamshika mkono. Na mkaweza kuhakikisha kwamba serikali inaendelea mbele vilivyo. On behalf of the people of Nakuru, we want to say thank you. Na tunasemanga undugu si kufanana. Ni nini? Ni nini? Ati undugu si kufanana. Undugu ni kufaana. When we needed you, you were there. You kept the country going. The bills in parliament were going. Mambo ya budget ikapita. Mambo ya kulete peace katika nchi nzima ukatusaidia katika hiyo njia. Kwa hivyo sisi kwa niaba ya watu wa Nakuru, I can only say a big thank you. Na mimi mwenyewe binafsi nimepiga kura sasa karibu mara 5 ama 6. Na katika hiyo miaka yote mimi sijaipigia wewe kura. But in the coming year, I see that changing. I see that changing. I see that changing. Kwa sababu nimeona na nikajiuliza, sasa kama sasa ile tuko na shida, wewe ndio umekuja ukatushikilia karibu. Kama sasa ile tunataka rais ako na mambo anataka ipitishe, umekuja ukashikilia yeye karibu. Kweli ile nitoko ligano na muthuri ucio. Nitoko ligano na muthuri ucio. Turanyithania. Tutigeriganirwo na ithuĩ tumenye ũũ tuikaraga gũkũ nĩ ũndũ wa kwĩbanga. Kana tiguo? Tugaikara tũrĩ andũ ogĩ. Na rĩmwe ithuona tugaga ona gwatuka tutikomaga na maitho mothe. Nĩ tũtigaga rĩmwe rĩkĩte atĩa? Rĩmwe rĩkĩte atĩa? Turanyithania. Rĩu aya mokĩte gũkũ gũtwĩra maũndũ matarĩ na njĩra gũkũ. Hĩndĩ ĩrĩa twendaga mũnene wa bũrũri-rĩ, tũrĩ twaumĩte gũkũ akagũka. Mathina maitũ mothe nĩ kũmathiragĩra. Kana tiguo? Kwa hivyo mimi ningetaka kusema wakati utakuja tuzungumze siasa. Leo sina uwezo wa kuzungumza siasa sana, lakini tu niwahakikishie kwamba kwa niaba ya watu wa Nakuru, sisi tutakaa na tutaangalia wale viongozi ambao tutafanya kazi nao. Na haswa in particular, mimi as a leader for Nakuru, I want to assure you, the handshake team, najua chama hazijakuwa formed vizuri, but the handshake team is going to sweep Nakuru. From Molo kwenda huko kote, we are going to sweep this area. Kwa hivyo hata wale wajumbe na MCAs wale ambao wanataka, know where your future is. And the future is going to be there. Ya mwisho, ningetaka tu kumaliza kwa kusema mambo ya ambayo imetajwa hapa that Central Kenya sijui na wapi tusihesabiwe pamoja. I think it's good to say that everybody at the end of the day anarudi kwao nyumbani. And we have our people who we talk with. We will want to ensure that wherever we work, Nakuru gets its rightful share. Na kwa sababu baba yuko hapa na tumemwambia ile masaibu tumepata miaka hiyo ingine. Na yeye ameona pia nyinyi na ameona nyinyi ni watu ambao wanajua pali mtaenda. Si amesikia hiyo maneno? Si amesikia hiyo maneno? As a wish list from the people of Nakuru. Kwa hivyo pia tutachukua hiyo hatua moja kwa moja na nina hakika wakati ukifika pia tutaweza kuendelea mbele. Wale wanasiasa ambao pia kila wakati wanazunguka kutoka mazishi moja kwenda ile ingine kueneza uvumi na propaganda against the government. Mara wengine anatuambia tu imebaki miezi 8, imebaki miezi 9. Reda kodia thiriri. No tokoro ne thirikari itu na ne matuko turatara tukenda uria guthi. Acio ne andogi. Acio ne andogi. Rĩu ithuĩ turenda mũnene wa bũrũri maruta wĩra na mũthuri ũyũ tondũ tũratuothe tũtigarĩte twĩke atĩa? Maũndũ ma security na maũndũ maitũ mothe meke atĩa?
Maruru. Na hii BBI ambao pia tumekuwa tukitaja tu niwaulize kwa ufupi. Mnajua katika BBI tulikuwa tupate constituencies zingine 5 hapa kwetu Nakuru. Molo na Njoro tungepata. Naivasha ingepata 2. Pande ya Bahati na Nakuru East bado tungepata. Sasa tuliambiwa kuna wale walizunguka nchi nzima wakituambia tuangushe BBI. Tunaelewana? Na kwa sababu pia ya porojo mingi wengine wakakubaliana hayo. Sasa niwaulize, kama hatutapata saizi yagekoto tikona ido ishuria tuikuori tugashionari hii BBI ilikuwa ituongezee a total of 9 billion hapa Nakuru. Hawa watoto ambao tunasema ati waendelee na shule yao hawana pesa za kuendelea na basari na nini, ilikuwa itoke hapo. Kwa hivyo once again, the BBI may not have gone through, but through the BBI we were able to know who our true friends are and those who would have supported us. And when the time comes, that BBI list of those who supported us is going to be our baseline document on who to work with. Na hiyo hatutasema ati usiku ama nini, that is our position, both as Nakuru and also as a region. Kwa hivyo mimi sitasema mengi, naomba tu kufikisha hapo. Niko na ujumbe wa rais ambaye nitasoma hapo mwisho, lakini ninaarifiwa maybe before I call baba, nasikia kuna mtu kutoka Kiambu alikuwa na ujumbe, is a former councillor from Kiambu, azungumze alafu tumkaribishe baba, then I can read the condolence. Please, only 1 minute. Thank you. Anaitwa Kamaua Raila. Family ya rafiki yangu Mushai, wakazi wa Elbagon, Muriega gwito Muranga tikiambu ni nyumete Muranga na gwito Muranga na gwikoru tugagenyine cia mwathani ni ndenda kumugeiria Muriega. Mimi nilimjua marehemu wakati wa vuguvugu la 1990 tukifanya kazi chini ya jemedari Mheshimiwa Mungai. Yeye alikuwa akisema matatu zinasimama, na mimi ilikuwa kazi yangu ni kutoa vijana to make sure mambo imeenda vile imekuwa. Hao ni watu wamenye nini na Mushai. Wakati wa 2007 huyu Mushai alinituma kwa huyu mzee, akanambia kumetokea vurugu Kenya nzima na Molo Line imekuwa affected. Nenda umwambie hakuna gari yetu hata moja ilipigwa kule Kisumu. Kule Kisumu walifukuzwa lakini hawakupigwa. Ni kweli chairman ama ni urongo? Ni kweli? Gekinyeria mudugu yosio ifoti. Kuma hau muthuri yo tukoretwo nake wetu Raila kuma 1990 maima detaina muduta Raila Odinga na mudugu wetu Matiba. Na kuma ihinda riu tutie twatigana. Ihinda ria siasa ni roka andu aitu. Na mundu ni erago akaigirwo haha na wacoka ukaigira haha ukarora ruito kuria ruri. Ni ngumuhe kaundu muthie mwicirie mundu ecokie kamucemanio. Hindi umuraigwa ihinda ria Kibaki tosha. Kiundu giciari Kibaki tosha. Kibaki ni arwarire na arwara ari na thina wa mugongo. Wetuka Kibaki ni agutwarwo murimo. Muthuri yo akejeta akejera tuthie tukaimagarie Kibaki. Tugethie airport. Twakinya airport tugikora mundu wetagwo Kibaki ate athia na giti kiria getagwo economy. Twe hamwe economy ni ta third class. Muthuri yo akiuga president wake ndagethie na economy. Tukigeria kuonia na mundu wetagwo na ikuni acenjie tigiti na ikuni akirega ndware wa thirikari. Tugicoka taoni tugithie tugikomba besha na muthuri uyu tugioka tugicenjia tigiti wa Mwai wa Kibaki akiuma economy agithie first class. Twe hamwe andu itu ni muranjigwa wega no ndure ore wa magegania te Kibaki ni abondete kana ni karire giti koguo no mwaka ngiarutirwo hau ari economy athie first class. Ana kere twale nao araira nio maturirie maru magithondeka kindu gitagwo stretcher
makiruta mundu wetagwo Moi wa Kibaki hau makimutwara first class. Muthuri no wabata kana ti wabata? Mutikigire andu kiro. Twe hamwe ndo ito. Todo inywe ndo rogoro. Mzee nataka kukwambia hakuna mtu ambaye yuko katika Central Kenya ambaye hana watu wao katika Rift Valley. Kweli urongo? Mimi watoto wa baba yangu mkubwa wako hapa Elonguroni. Wakati ule tabu inatokea upande huu, mimi naitwa. Mweko igagatiriri. Mwikareire geteke. Itina ni wewe ke. Iranyangu iri yako. Twe hamwe ndo ito. Todo muthurio tware ndugu. Mwikari getei mwikari. Bas. Unaniweka wegane mwekati. Todo muthurio tware ndugu na heka rwimbo nyinaga rekeinde muinire. Twathiaga tukenete. Rugendo rwitũ karwĩmbo kau gĩkamba na kũu nĩkuo tũrorete. Asanteni. Asante Kamau. Naomba tu kuchukua nafasi hii to welcome the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Mulega rengi. Mwadhani Aragoshio. Asanteni. Tumekuja kusindikiza ndugu yetu, rafiki yetu David Kibira Mungai. Mchai. Huyu David ni rafiki yangu. Tumekuwa naye na ndugu yangu huyu Joseph Gichuru kule Nakuru wakati mambo yalikuwa magumu zaidi. Na kwa hivyo niliposikia Njenga Mungai ndiye aliniambia mimi ati David amelala. Nikasema mimi nitakuja. Sasa jana ndugu yangu Uhuru vilevile alipiga simu. Akaniambia mimi angependa sana kukuja. Manake yeye na David walikuwa makaribu sana. Akaniambia lakini hawezi, lakini akametuma salamu zake. Yeye mwenyewe alituma salamu zake. Umepokea? Story ya vile wengine wamesema hapa ya David ni story ya ukakamavu. Yaani mtu ambaye ametoka chini na ameenda juu. Unaweza kufananisha na stories zingine katika ulimwengu. Mtu ambaye anaitwa Toyota. Toyota alikuwa ni fundi ya baskeli. Alikuwa anatengeneza baskeli. Baadaye akitoka hapo kaenda kuunda hizi maskuta. Ili pikipiki skuta ile ya kina mama. Akatoka hapo akaanza kutengeneza pikipiki yenyewe. Baadaye akaingia sasa akaweka ile inaitwa 4-cylinder engine. Akaweka kwa frame gari. Alafu baadaye sasa ikatengenezwa, ikaanza kuuzwa kidogo kidogo. Watu wengi walikuwa naogopa. Wengine kaanza kununua. Mpaka wakati Toyota ilikuja hapa Kenya hii kwa mara ya kwanza, watu walikuwa wataki kununua. Maana wakati hiyo vitu kutoka Japani ilikuwa inajulikana kama iko na low quality. Lakini sasa Toyota imekuwa world brand. Mr. Toyota alianza huko chini kama fukara, akaenda juu. Mwingine anaitwa bwana Hilton. Hilton alikuwa ni maskini. Akawa baadaye akaenda kama maarifa aenda kama kopa pesa kwa mtu.
kanunua naye rangi ya viatu na brush ya kupiga viatu. Sasa ukikuja namna hii, anakwambia wewe, naona kama kiatu yako yuko na vumbi, tafadhali kaa chini, alikuwa na kiti, una kiti yeye na kupiga wewe rangi namna hiyo. Baada ya kama mwezi mmoja, akamapata pesa ya kutosha, akarudishia yule ambaye alimkopesha yeye, akaenda akaweka kiosk. Anapiga rangi hapa na kiosk iko hapa. Hiyo kiosk ikazaa kiosk nyingine. Baadaye akaanza mkahawa. Hiyo mkahawa baadaye ikazaa ingine. Baadaye hiyo ikakuwa hoteli. Hoteli hapa, hoteli hii nyingine hapa, kaenda kwa miji zingine. Baadaye sasa kaenda ikawa brand. Iko Hilton New York, Hilton Tokyo, Hilton London, Hilton na Cairo, Hilton Nairobi. Yote ilianzwa na Mr. Hilton. Hii ndio kama hii ya ndugu yangu huyu Bwana Muchai. Walianza kidogo namna hii, ikafika mpaka kawa ni Molo Line, ambaye ni national brand. Si ni kitu mzuri? Heko sana. Inawezekana. Mimi husema kila mara ati tunaweza. Wakati walipokuwa wanapigania uhuru, walisema tunataka mboberi watoke, ili sisi kama Afrika tujikomboe, tujitawale, tupigane na maadui wetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini, na wanne sasa na utawala mbaya na kidhulumu na kimabavu. Haya ndio yalikuwa ni maadui, wakapigana mpaka mzungu ametoka. Naona katika wimbo wetu wa taifa tunaanza kusema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. And God bless this land of ours. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. Katika Biblia, nchi ile ambaye kuna plenty ndani yake, ambaye iko plenty ndani yake, ni nchi gani? Nchi gani? Sini Canaan, sio? Canaan. Waanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka Kenya iwe kama Canaan. Sio Raila ndiye amesema katika wimbo wetu wa taifa ati plenty be found within our borders. Lakini hiyo plenty hailikuwa haitanguka kama mana kutoka mbinguni. Hiyo plenty ilikuwa itazalishwa na jasho letu kama Wakenya. Kwa hiyo lakini baada karibu miaka 60 sasa tangu tupate huru, wale maadui bado wako, bado wamo. Ugonjwa iko mingi, umaskini imejaa, kutojua vile vile imejaa, kwa sababu ya hatujafuata ile mwelekeo ambao walikuwa wanataka wale waziri wa taifa letu. Hatujakuota ni kwa sababu hatujapatia watu wetu fursa ya kutosha. Ndio sababu tunasema tunataka kubadilisha, ili kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu, wazazi wao na pesa hawana pesa, anapata elimu sawa sawa kuanzia nursery mpaka chuo kikuu akiweza. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, anapata matibabu ya kutosha hata kama hana pesa. Wakati huu nakuta watu wetu wengine wagonjwa wameshikwa kwa hospitali ati kuna bili jalipwa. Sangine maiti imeshikwa kwa hospitali
ati mpaka milioni si ngapi lipe ndio maiti ibashirie uhuru. Sijui kama wanataka kukula hiyo maiti. Ni aibu kubwa. Ni aibu kubwa. Tunasema ati hayo hatutaki kuona kama nafanyika. Tunataka kila Mkenya aweze kupata matibabu kama yeye ni mgonjwa. Na vile vile tunasema ati wengine wanalala na njaa, hawana njaa, hawana chakula. Hapa pale mko hapa el hapa. Mimi nilikuwa nakuja hapa nikileta ndugu yangu mdogo alikuwa anasoma hapa ameshinda. Alikuwa anasoma hapa. Hapa ilikuwa imejaa misitu yote eneo hii. Ilikuwa ni forest kila mahali. Maana hizi commercial forest hizi inatakikana kama imekomaa inavunwa. Alafu na nyingine inapandwa. Kama sivyo? Ilikuwa wakati hiyo ilikuwa imejaa imewekwa kila mahali kwa miti mingi. Lakini sasa wanaona si vile ilikuwa. Mimi nimeona hapa wakati hiyo kwa sababu ya usimamizi mbaya. Lakini sasa kama iko msitu ambaye imekomaa, natakana watu wapewe fursa ya kwenda kuvuna. Ufukara imejaa hapa, na mimi naishi Kenya. Elbagon sasa imekuwa ni mji ambaye kuna ufukara mingi. Hapa zamani watu walikuwa naishi hapa walikuwa watu ambao wa juu. Afrika hata Afrika walikuwa wako na mali. Wengine walikuwa wanafanya kwa wazungu na kadhalika. Lakini sasa utakuta hapo ndani ya Elbagon town mahali kama ni inaitwa Kasarani. Ufukara zimemaliza huko. Simejaa huko sio? Watu wanarundikana na hakuna kazi, hakuna chochote. Hiyo haya yote tunasema hatutaki kuona kama katika taifa letu. Waanzilishi wa taifa letu walikuwa hawataki haya. Tupigane na ufukara, umaskini. Wengine kama ni tafute mahali wengine wapewe mahali ya kwenda kukaa kabla ya eka 5,000 wawe settle sawa sawa. Sisi tunataka kuleta mabadiliko kamili. Nilipokuwa na Kibaki tuliketi chini na wataalamu na tukachora inaitwa Ruwaza 2030 Vision 2030. Hiyo Vision 2030 ilikuwa kutoa Kenya katika hali ya ufukara mpaka kwa hali ya utajiri by year 2030. Sasa tuko kwa 2021, imebaki miaka 9 peke yake. Tunaendelea peke yake. Tungekuwa tumefika pale. Ni sababu tukaleta ile inaitwa flagship projects ya kuinua timu yetu. Tukaleta mambo ya SGR, tukaleta ile bandari ya Mombasa, special economic zones, tukaleta tourist resort cities katika the ICT city na kadhalika. Zingine zimekwama. Mwingine anaongea kama sasa yeye ndio anataka kugundua mambo, ajue kama iko tayari. Anaongea kwa chimati. Yale mpango yote iko. Ile ambayo haiko ni implementation peke yake. Kama una implement, tulipokuwa na Kibaki, naambia yeye hii na hii anaambia sawa sawa tufanye. Na inafanyika. Lakini kuliko demokaya. Ugonjwa tena kuu ambao tuko naye ni ugonjwa ya ufisadi. Corruption. Ambaye sasa ile mtu anaingia pale yeye ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka mmoja miaka 2 amefura kama kupe. Ameanza
damu ya ng'ombe kabisa. Sasa papa ile shamba amenyakua, sijui papa ile nini, sijui amejua hoteli pale, basi ni wapi helikopta ile kadhalika. Alafu anakuja kuambia wewe yeye ni maskini, ni maskini kama wewe. Hiyo ni haiwezi kusaidia sisi. Sisi tunasema tunaweza kubadilisha na inawezekana, na inawezekana tukishikana pamoja. Juzi nilikuja hapa Nakuru, nikakuja kuzindua pale kile ambacho naitwa Azimio ya Umoja. Nilikuja hapa Nakuru kwa sababu Nakuru hapa ndio center ya Kenya. Tangu zamani kiherehere ya siasa ya Kenya ilikuwa ni hapa Nakuru. Kwa sababu nilikuja hapa kuyazindua. Ati msafari imeanza hapa kuleta Wakenya pamoja. Manake tulipounganisha Wakenya, manake naona ile wimbo wetu nasema tukae na kwa umoja, amani na undugu. Hiyo tusipokuwa na hiyo umoja hatuwezi kujenga taifa letu. Hatutaki kusema ati huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkale, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mluhya, huyu ni Mkamba, Turkana, ati Mjikenda, yote ni Wakenya. Hiyo ndio Mwalimu Nyerere alifundisha wale wa Tanzania. Kule ukimuuliza mtu ati wewe ni kabila gani, atakwambia wewe ni Mkenya. Hatutaki sema mtu anasema ati amani ni haki yako. Kila Mkenya ana haki ya kuishi mahali popote katika Kenya bila idhini ya mtu mwingine. Pale wewe iko. Usisema ati usipofanya namna hii wewe utaona. Mtachoma nyumba yako itachomwa na kadhalika. Hiyo hatutaki. Tunataka Wakenya wote wawe wanaishi pamoja kwa njia ya amani. Hiyo ndio mimi nataka, Kenya mimi nataka. Mimi niko hapa kwa sababu nataka turithisha Kenya mpya kwa watoto wetu. Nataka watoto wetu wakisasoma vilevile wapewe fursa ya kupata kazi ya maana. Hiyo ni kitu nchi ya China imefanya. China ilipatia watu yao elimu sawasawa. Walipopatia watu yao elimu sawasawa, baadaye wakafungua uchumi yao. Sasa watu wafadhili wakaona kama China ni mahali pazuri ya kutengeneza bidhaa huko. Tutakuta makampuni makubwa kubwa yale magari kama Mercedes, Toyota, Ford, Peugeot, Volvo, wote wako China. Wanakuambia wewe ya kwamba unaweza kutengeneza Mercedes kwa bei ya chini zaidi China, alafu waharishe ubebe uleke Ujerumani. That is what is happening. Na ndani ya miaka 30 China imetoa watu 1,300,000, 300 million people from poverty to prosperity. Inawezekana. Kama China inaweza kufanya haya, sisi tunaweza kutoa hata watu milioni 20 kutoka katika ufukara mpaka kwa hali sawa. Lakini sio kama unawaambia watu kazi ni kazi. Hata kazi ya chura ni kazi. Kazi iwe kazi ya maana. Mimi nataka kuona vijana wetu wanafanya kazi wa maana. Nimeongea kwa kirefu na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Yeye anajua pale mvua iliwapiga. Okay? Lakini sasa wanakuambia wewe kazi ni kazi. Hawa watoto ambao uliahidi laptop sasa wanakwenda kufanya secondary na sasa bado hiyo laptop hawajaona. Na unasema kazi ni kazi. Kazi tunaweza kupatia vijana wetu kazi wa maana. Inawezekana? Inawezekana, mimi na hakika inawezekana na itawezekana. Kwa mimi pale mimi nimekuja, mimi nataka tu, sitaki wafuasi, nataka washirika.
tunaenda pamoja kama washirika, sawa sawa. Tunaenda ili tupende tunyonge hii, sawa sawa. Hii hapa nasema, Wakikuyu nasema ati ngare itaguo ni udhundu na udhoniwe. Mimi ni mdhoniwa, sio? Tumekuja kwa dhoni. Tuende pamoja. Tuwe hii shui. Mko tayari? Asante sana, Mungu awabariki. Asante. Wapi makofi mzuri ya baba? Asante. Kama vile nilisema hapo awali, kwanza ni kushukuru wale wote ambao wamekuja, and in particular our Prime Minister Raila Amolo Odinga. Thank you for coming. And now people know Baba has been around. And Baba has spoken. Thank you. Sasa naomba tu kusoma ujumbe kutoka kwa Rais. Kama vile mnafahamu, nilikuwa nimesema ametuma ujumbe wake wa risala la heri kwa familia na pia kwa rambirambi. Naomba kusoma kwa lugha ya Kiingereza. It is with deep sorrow and sadness that I send you this message of condolence and encouragement following the death of Mr. David Kibera Muchai, a former Brazilian professional footballer, that is Edson Arantes, popularly known as Pele, once said that success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrificing, and most of all, love of what you do and learning to do more of it. These words accurately describe Mr. David Muchai, whom we really know for his vision, born with exceptional leadership qualities and endowed with unique gifts and talents. His vision and determination transformed the country's public transport sector and brought the much needed sanity and created opportunities for all who served in the Matatu sector. His brilliance saw him rise from a tout to one of the most influential public transport companies. Indeed, we appreciate his input in formulating policies and laws to govern the public transport sector. His idea about public service transport attracted many Kenyans to invest and also create many opportunities for the youth. Today, majority of Kenyans have come to appreciate his visionary leadership in the sector and will remember him many days to come. As a founder and pioneer of the Molo Line services, Mr. Muchai sought to provide skilled and professional transport services that revolutionize the industry that we see today. A practical person who understood the importance of mobilizing resources to create wealth, Mr. Muchai a practical person who understood the importance of mobilizing resources to create wealth, Mr. Muchai helped to establish the Molo Line Savings and Credit Cooperative, in which all those who worked in the company would save their earnings and invest them in other businesses. His consistency and patience has continued to pay off, as many of the young people have continued to derive their livelihoods and that of their families from the industry. We will always appreciate his legacy of advocating for sanity in the Matatu sector and at the same time strongly defending industry workers' rights when they were infringed. A shrewd business person, Mr. Muchai also ventured into other economic enterprises which continue to boost our economy, creating opportunities and wealth for many Kenyans. Indeed, he distinguished himself as a great entrepreneur and a philanthropist who participated in many charitable works aimed at improving the lives of all Kenyans. A humble and amiable person, Mr. Muchai cherished friendship and always cultivated good and strong social bonds with people he interacted with. As a devoted Christian, Mr. Muchai always demonstrated his faith through actions.
He will be best remembered for participating in many fundraisings that were aimed at starting or expanding the church sanctuaries. With his passing, therefore, Kenya has lost a true servant, a nationalist, and a man of great insights and qualities. His exemplary virtues of hard work and dedication to duty will remain an inspiration to many Kenyans. But for all of his achievements, nothing made Mr. Muchai prouder than the fact that he was a focused, loving, and devoted man of the family. He was a pillar and an inspiration to his children and beyond. Although he has left us, his inspirational life will always remain a shining legacy to his family and the community which he served. To his close family members and relatives, I pray that God will continuously shed his abundant love and peace to your lives. I also pray that God's grace will pour upon you. May you be encouraged by the scripture as recorded in Psalms 73 verses 26 that says, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." As days turn into weeks and weeks become months, may the love and support of family and friends continue to support you. And much love from Uhuru Muigai Kenyatta, President of the Republic of Kenya.